Mgombea ubunge wa jimbo la Arusha mjini kupitia tiketi ya CCM Paul Makonda ametoa wito kwa umoja wa makanisa na waumini wa Kikristo wa madhehebu yote nchini kujenga utaratibu wa kuwaleta watoto pamoja ili waweze kujifunza namna ya kusoma na kushika maneno ya Mungu. Ili waweze kujifunza kusoma na kushika maandiko ya Mungu kama vile ambavyo watoto wa Kiislamu wanafanya kwa kujifunza kuhifadhi na kusoma Qur'an tukufu. Akisema kwamba itawasaidia watoto hawa kukua wakiwa na imani thabiti, lakini pia kufahamu mambo mengi ambayo Mungu ameyasema kupitia maandiko matakatifu. Makonda amesema hayo leo tarehe 19 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 wakati wa ibada katika kanisa la KKKT usharika wa Dayosisi ya Kaskazini Kati. Lakini pia Makonda amesema dalili zote zinaonyesha kwamba siku za mwisho zinakaribia, hivyo amewasa waumini kukaa karibu na Mungu na kuzingatia yale ambayo Mungu ameagiza kwenye maandiko matakatifu. Mimi ni Bakari Chijumba, hii ni Ayo TV. Ninao heshima mbele zenu na mbele za Mwenyezi Mungu kumshukuru kwa kunipa kibali cha kuja mahali hapa kupata nafasi ya kuabudu nanyi, lakini pia kuwatakia heri ya siku njema ya kumwabudu Bwana. Nina wiwa kumshukuru Mungu sana kwa kazi kubwa ya kanisa, na bila kuacha kulitaja kanisa letu la KKKT kwa namna ambavyo mmekuwa karibu nami kwenye nyakati zote, si tu kwa hapa Arusha lakini pia hata nilipokuwa Dar es Salaam. Nimefanya kazi kwa ukaribu sana nikiwa mkuu wa mkoa na baba askofu wetu mkuu Dr. Malasusa, lakini pia nilipokuja hapa nikakabidhiwa kwenye mikono, na kipindi kile nakumbuka wakati nakuja ndo baba askofu tunamuaga na anaingia baba askofu Godwin, lakini tumefanya kazi ya ukaribu sana, na kwa kweli kama kuna mafanikio tumeyapata katika uongozi wa mkoa, basi kanisa haliwezi kukimbia, ni sehemu ya hayo mafanikio. La pili, ninatamani sana kwenye maisha niliyoyaishi hapa duniani na naendelea kuyaishi, kuwe na mambo ambayo yakifanyika yatatengeneza misingi ambayo kesho na kesho kutwa itakuwa bora zaidi kwa taifa, na sisi tutakuwa na alama ya kujivunia. Siku ile wakati tunamwaga baba askofu pale kanisani, nilifurahi sana kuona kwaya walivyokuwa naimba, na nafikiri miongoni mwa familia yake ambao ni familia ya kanisa walikuwa wanaimba vizuri. Nikatamani angalau kama itawezekana niliombe kanisa la KKKT lituongoze kuwa angalau na sikukuu moja ya kuabudu na kusifu na kurejesha heshima ya makao makuu ya KKKT ambayo ni iko hapa Arusha, ikiwa ni sehemu ya uinjilisti wa kutangaza kazi ya Bwana. Nitafarijika sana kwa sababu ndio kitu ambacho wanakipenda kwenye maisha yangu, kuona watu wanamwabudu Bwana na kupitia nyimbo watu wanapona na watu wanarejea kwa Kristo, na hilo ndio tamanio langu kubwa ambalo ninalo. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, tukianza na kiongozi wetu kaka yangu Solomon, mkinisaidia kuratibu hilo nitakuwa na faraja kubwa sana. Na mimi imani yangu ni kwamba Mungu wangu hajawahi kushindwa kuwa na uwezo wa kutuwezesha. Ikiwezekana hata kama ni kwaya kutoka kwenye pande zote za nchi ya Tanzania waje hapa Arusha, alafu tumwabudu Bwana kwa pamoja, ikiwa ni alama. Ombi langu la pili ambalo ninaliomba kanisa mnisaidie, natamani kuona mashindano ya watoto wetu kusoma neno la Mungu, mashindano ya watoto wetu kulishika neno la Mungu. Nafahamu tulikuwa na Sunday school tunazoendelea nazo, lakini natamani kuona watoto wakisimama wakielezea neno la Mungu kwa ufasaha bila kuangalia. Najua neno la Mungu linasema neno likikaa kwa wingi ndani ya moyo wa mtu, hakika yatakayotoka ni mema na taifa litaweza kubarikiwa. Kwa ombi langu la pili, kwa sababu KKKT ni kanisa langu, ni sehemu yangu, mnisaidie pia kwa nafasi mlionayo kuunganisha makanisa mengine ili tuandae pia siku ya watoto wetu, hata kama ikiwezekana kuwapeleka kambi,
wanaenda kambi, wanakuwa na walimu wao, wanafundishwa. Alafu tukipata washindi wale, inakuwa ni motisha kwa watoto wengine kuja kanisani na kumjua Mungu na kuishi katika utakatifu. Haya maombi yangu mawili naomba niyalete kwenu kanisa. Sina maana ya kwamba nataka KKT tu peke yake ndio msimamie. Najua kwa mahusiano mazuri yaliyopo kati ya kanisa la KKT, ndugu zangu wa Roman Catholic, ndugu zetu wa TAG na makanisa mengine, mtatuongoza ili tuweze kupata umoja wetu wa makanisa kutengeneza kitu kizuri, kama ambavyo ndugu zetu wa Islam pia wanafanya. Na kama mtakumbuka, hata mwaka jana waliweza kujaza mpaka na uwanja wa taifa wa Mkapa, watoto wakiwa na memorize Qur'ani, wakisoma Qur'ani. Na mimi natamani kuona wakati Waislamu wanafanya upande wao, na sisi tufanye upande wetu, ili taifa liweze kukaa sehemu salama. La mwisho kwangu ni kuliomba kanisa na waumini wote wa madhehebu yote. Jamani, siku za mwisho zimekaribia. Kuna mambo ukiyatazama kabisa, kama unasoma Biblia unajua siku za mwisho zifanya nini. Tukazane na Mungu wetu, tukazane na Mungu, tumwamini Mungu, tufanye kila jambo kwa kumtumainia Mungu, ili Mungu atuongoze tuyafanye yaliyo mapenzi yake tukiwa hapa duniani, na siku zetu za mwisho tukiitwa mbinguni, basi tuende tukiwa na amani ya kwamba tuliyafanya yaliyo mema na hatuna doa, na yeye anatupokea kwenye mikono yake iliyo salama. Nawashukuruni sana ndugu zanguni kwa upendo wenu. Nawashukuru sana viongozi wangu kwa kunipa nafasi ya kusalimia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ninawashukuru sana sana sana, na Mungu wangu awabariki. Ongeza makofi wakati anapokea baraka kutoka kwa askofu. Ongeza makofi mengi. Ongeza makofi tena. Ongeza makofi tena. Amen.